Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe mara tena. Leo tunaenda kuangalia kuhusu tusiwatese wala kuwadhulumu ama kuwakejeli wafanyakazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hawa wafanyakazi ni wanadamu na pia Mungu huweza kuwatumia. Kwa hivyo moja kwa moja tunataka kuanza kuangalia kutoka katika kitabu cha Mwanzo 39 mstari ule wa 5 na wa 6. Biblia inasema kwamba na Mungu akabariki nyumba ya Potifa pamoja na mali yake yote kwa sababu ya Yusufu. Biblia imemention hivyo. Imesema kwa sababu ya Yusufu. Na huyu Yusufu ni nani? Yusufu ni mtu ambaye alikuwa anampenda Mungu. Yusufu ni mtu ambaye alikuwa anatembea katika njia ya Mungu. Yusufu ni mtu ambaye alikuwa anamheshimu Mungu. Na ukifanya hivyo vitu vyote, Mungu huwa anakupatia baraka ambazo unaweza kuandamana nazo. So Biblia inasema kwamba katika nyumba ya Potifa, yeye alipoingia kila kitu kiliweza kubarikiwa. Na pia tunataka tuangalie katika Mwanzo 31 kuanzia 1 mpaka 7. Laban kuna yule jamaa alikimbilia kwa Laban. Mnakumbuka alikuwa nani? Baada ya kunyang'anyana baraka, ni Yakobo. Biblia inasema ya kwamba Yakobo alipowasili katika nyumba ya Laban, ya kwamba kila kitu ambacho Labani alikuwa nacho kiliweza kuongezeka maradufu. Mpaka Laban akaanza kumuonea wivu. Laban akaanza kubadilisha mshahara wake. Laban akaanza kufanya mambo yasiyo. Ni kwa sababu alikuwa anaona vile baraka zilivyokuwa zinatiririka, lakini na yeye hakuwa anataka kumlipa. That's why alikuwa analeta ujanja. Na anapoleta ujanja, Mungu anapindua ule ujanja kwa sababu ya wema. Kuna mtu mwingine pia ambaye nataka tumwangalie katika kitabu cha 2 Kings chapter 5 verse 1 to 4. Naaman alipata uponyaji kwa sababu ya msichana wa kazi. Kwa sababu alipokuwa nafua zile nguo, akagundua kwamba huyu jamaa ako na ukoma, huyu jamaa ako na ugonjwa. Na akaambia mistress wake, ama akaambia mama, huyu mtu angeenda kule Samaria, kuna mtu wa Mungu huko anaitwa Elisha, angeweza kupata uponyaji. Kwa hivyo mikakati ikaanza, na mkaona ya kwamba Naaman akaenda kule Samaria, akaambiwa aende aoge, ijapokuwa alikuwa na matatizo yeye kidogo, lakini alipooga alirudi akiwa salama salimini. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu msichana wa kazi alikuwa anajua mahali uponyaji unaweza ukapatikana. Hao wafanyakazi wa nyumba hao mnaona ati mnaita watchman, wale ambao mnaita wale kufieka maua naitwanga namna gani? Gardener hao watu kuna mambo wanajua. Hao watu kuna baraka wanatembea nazo. So tafadhali watu kama hao, we are supposed to handle them with a lot of care, kwa sababu hao watu pia Mungu huweza kuwatumia. Katika Matendo ya Mitume 12 mstari wa 13 mpaka 17 tunakutana na watu ambao Biblia inasema kwamba wakati kanisa liliombea Petro, yani Petro alikuwa ameshikwa, Petro alikuwa katika matatizo, na kanisa likaona ni vizuri watakusanyika katika nyumba ya mmoja wao ili wakaweze kuomba. Biblia inasema walijifungia ndani wakaomba. Yule mtu ambaye aligundua muujiza ushafika alikuwa msichana wa kazi ambaye aliitwa Roda. Bwana Yesu asifiwe sana. Roda akasikiza mlango unabishwa. Akaenda akauliza kwa mlango ni nani? Petro akasema ni mimi. Akaambia watu ngojeni kwanza. Wewe tulia. Watu wakatulia.
akaambia Petro yuko mlangoni. Hawakuamini, wakasema huyu pengine wako na uandazimu. Lakini Petro naye akaendelea kupisha mlango. Mlango ulipofunguliwa, kumbe alikuwa ni yeye. Nataka kusema kwamba huyu msichana wa kazi ndio alitambua ya kwamba Petro wako mlangoni. Huyu msichana wa kazi ndio alitambua ya kwamba muujiza ambao hao watu wanaombea ushatendeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumaanisha kwamba area yake ya kushika mambo ilikuwa juu sana. So msichana kama huyo angekuwa anadhulumiwa, inaweza kuwa si vizuri, kwa sababu unaona kwamba watu kama hao pia Mungu huweza kuwatumia. Nataka kusema hivi, ukitaka kula chakula kizuri, ishi na msichana wa kazi vizuri. Hata kama ni kijana wa kazi ambaye anakupikia, wale watu ambao wako kwa boma yako, ishi nao vizuri. Ukitaka Mungu aendelee kukubariki, ukitaka kula chakula kizuri, ishi na hao watu vizuri. Kwa sababu kuna wakati nilikuwa naangalia katika mtandao, wale watu ambao wameweka CCTV jikoni, yule ambaye anaambianga msichana wa kazi akule chakula tofauti na yeye anakula chakula tofauti. Wale watu kula takataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sitaki kusema yale niliona kwa sababu hayakuwa mambo mazuri, lakini kama walikuwa wanakula kwa meza moja, nadhania yale mambo ambayo huendelea kule jikoni hawezi yakaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya yanaendelea tu kwa sababu watu wengine huwa wanajifanya so special kuliko wale wengine. That's why wanakula vitu chafu sana. So kumaliza hizo vitu ni vizuri wale watu wa nyumbani mnaoishi na hao, muishi nao vizuri. Mkule meza moja, mkunywe maji pamoja, kila kitu mfanye kwa pamoja, na utaweza kuishi vizuri sana bila mambo mengi ambayo tunaweza kuyaona kupitia kwa mtandao. Ukisoma Waefeso 6, Ephesians chapter 6 verse 9, Paul anasema wafanyakazi wasinyanyaswe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ishi na wafanyakazi vizuri na Mungu ataweza kukubariki. Nataka kusema kwamba mali ulio nayo ni ya Mungu. Kwa hivyo usinyanyase watu wa Mungu kutumia mali ambayo ni ya Mungu, ambaye Mungu ameiweka chini ya ulinzi wako. Haitakuwa vizuri, kwa sababu Biblia inatuambia kwamba kila mtu atasimama mbele ya Mungu kupeana account. Kila mtu atasimama mbele ya Mungu kusema yale uliopewa kuyasimamia yalipokuwa chini yako ulifanya namna gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wafanyakazi wananyanyaswa sana. Na wafanyakazi kwa sababu wananyanyaswa, nao wanawadhulumu sana wadozi wao bila wadozi wao pasipo kujua. Ukitaka kuishi vizuri hapa duniani, ishi na hao wafanyakazi vizuri. Ukisoma 1 Samuel chapter 25 verse 14 to 17, utaona ya kwamba nyumba ya Nabali iliokoka ama iliokolewa kwa sababu ya mfanyakazi. Nabali alikuwa ametukana wale watu ambao Daudi alikuwa ametuma, na Daudi alikuwa amekasirika sana. Akasema kufikia kesho asubuhi hata mtu mmoja katika nyumba ya Nabali hata kuwa hai. Kwa hivyo alikuwa amekasirika zaidi, na mfanyakazi mmoja aliweza kujua ni nini kinachoendelea. Akakimbia haraka kwa Abigaili, akamwambia Daudi alituma watu hapa, na vile mdosi amewajibu hajawajibu vizuri. Ni afadhali ukimbia, kwa sababu ninaona hii nyumba mambo ikienda kutendeka yakiwa mabaya. Huyu ni mfanyakazi, lakini hako na uwezo wa kuona yale mambo ambayo yanaweza ikaendelea, yale mambo ambayo Nabali hakuyaona, mfanyakazi yaona. Kwa hivyo Abigaili akachukua yale ambayo angechukua haraka, akakimbia mbio, akakutana na Daudi. Kwanza Biblia inasema alikutana naye kwa kona, akakutana naye hapo. Abigaili akaanguka magoti, akalia sana, akasema msamehe mume wangu maana ni mjinga, msamehe mume wangu maana ni mpumbavu, msamehe mume wangu maana ajui kile ambacho anachokitenda. Na wewe Mungu aendelee kukulinda. Kwa hivyo tunaona ya kwamba kutokana na mfanyakazi nyumba ya Nabali iliweza kuokolewa. Kama hangekuwa, hiyo nyumba ingemalizwa. Kumaanisha hao watu Mungu anawatumia.
Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tukae na wafanyakazi vizuri, jinsi Suleiman alivyoketi na wafanyakazi wake. Biblia inasema ya kwamba hata Malkia alipokuja kutembelea Suleiman, yeye alishangaa jinsi wafanyakazi walivyovalishwa vizuri, jinsi wafanyakazi walivyokuwa wanakula vizuri. Vinanda wale walikuwa wamepimiwa uniform mzuri. Yaani kila kitu kiliweza kumpendeza. Kumaanisha yeye alikuwa Malkia, lakini hakuwa anafanya hivyo kwake. So Biblia inasema kwamba alipofika kwa Suleimani alishangaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua kuna baadhi ya watu kama nilikuwa nasikia ati kuna mtu mmoja mzungu alitoka huko kwao. So hakujua mambo ya Kenya vile. So alikuwa analipa mfanyakazi wake na ile rate ya huko kwao. Lakini mwingine akamwambia, hiyo pesa ni mingi sana. Ifanywe wangu namna hiyo. Kwa hiyo yeye akareduce kwa sababu ameambiwa na mtu mwingine. Ufai kuambiwa na mtu mwingine vile utakaa na watu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wewe if you are feeling comfortable kulipa na ile mshahara huko kwenu, wewe ndio kulipa hivyo na Mungu atakubariki. Unajua kuna wale ambao they are middling. Wana kumiddle kufanya nini? Kwa biashara watu wengine, nyumba ya watu wengine wanaingilia. Tunahitaji middle class people hao hapo katika kwa Kiswahili. Middle. Kwa Kiswahili ndio hiyo. Kwa Kiswahili ni kuinterfere. Hiyo sasa. Bwana sasa. Yaani unaona mtu amekuja kutembea kwa biashara yako for example. Na anataka uishi na wafanyakazi wako jinsi anavyoishi na wake yeye amewatengea huko kwa nyumba wapike chakula. Hata ukipatikana ukionja supu kuona kama chumvi imefika, hiyo ni vita, hiyo ni maneno mengine, mshahara na katu. Waleza sifa sana. Haifai kuwa namna hiyo. We are supposed to treat people as people. Whether ni mfanyakazi wa shambani, whether ni wa nyumbani, whether ni wa wapi, ishi na watu vizuri. Waleza sifa sana. Najua siku moja, najua mapepo inatembeleanga mtu. Shetani anatembeleanga watu. Kwa hivyo kazini nikatoa amri kali siku moja. Nikasema hakuna kukula hivi vitu tunapika hapa. No. Mama mwingine alifariki kwa sasa, aliitwa Emily. Akaniita baadaye akaniambia, sasa wewe unataka chakula inyonge watu. Nikamuuliza kwa nini? Akasema kwa sababu ukiambia watu wasikule, sasa watu wanaanza kutaimiana na wewe. Wanaona huko wapi, kama ni chipo mtu anarusha mkono na mleko mmoja, sisi atanyongo, atachomeka. Lakini ukipatia watu free kukula, hakuna hasara utaenda. Akaniambia afadhali upatie watu pesa kidogo, lakini usiwapimie mambo na tumbo. Sijui kwa sababu alikuwa mlio alipeana hii mawaidha, lakini nikasema na ni kweli. Hapo mama ameniambia nikaita tena mkutano. Nikaambia watu wakule vile wanataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawakujua mama aliniweka hapo kando kuniambia hii barabara unatumia si barabara mzuri. Na leo hii pia mimi nimesimama hapa kuwapatia advice. Yule mama aliyonipatia. Si vizuri. Unakuta kwamba hata wengine kwa nyumba tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nyumba. Unakuta mgeni anakuja bwana kwa nyumba. Yeye anawekewa maziwa kama ni kikombe moja ya maji na maziwa vikombe mbili. Lakini nyinyi mnakaa hapa muonani kitu kama hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Uone kitu kama hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mgeni anatunzwa vizuri mpaka mzaa anaona kwani mimi mpaka inabidi hata mzaa na hamako mwezi akuje kama mgeni aone kama hiyo maneno kama hiyo maneno mlifanya. So nyinyi mnaona tunahamishaga watu kwa mabomba kujeko kama mgeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo inafaa jinsi tunavyokaa pale nyumbani na mgeni anapokuja tofauti isionekane. Kwa sababu gani nasema namna hiyo? Kama ni chai kafupi kazuri, bila walio bora kapikinyi,
Kama ni hiyo, wache kila mtu aone hiyo maneno. Inafaa chai ambayo wewe unakunywa, mgeni atakunywa na mfanyakazi atakunywa, isikuwe na tofauti. Ikuwe ni ile ile. Ndio Mungu aweze kutubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unaonaje sasa tukiingia nyumbani kidogo? Mzee ndio baba wa ile nyumba. Si ni kweli? Alafu mzee umempikia chai, ukiwa ukiangalia hivi unaona mwamuto. Mgeni anapokuja, bwana, unaonja chai ya mgeni mpaka unashindwa ni kwako kumepikwa hiyo chai ama ni kwa jirani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unakuta hii chai ni tamu sana mpaka sasa mzee anageuza maombi, anaomba wageni wakujange tu. Ndio aone kwa hii maneno ameona hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Huko nyumbani nilikuwa naona nikiwa kijana mdogo, sijui kama saa hii mambo iko kwa sababu siangaliangi sana. Niliacha kuangalia mambo mingi ndio niishi na amani. Huko nyumbani kiwa mtoto mdogo nilikuwa naangalia. Nakuta mama alikuwa na kaleso anajifunga namna hii. Sasa pastor anapoingia, mama anachukua leso, kimbia kwa duka, anachukua mandazi mbili anaweka hapo kwa makwapa. Sasa wewe ukitembea tu na yeye unakuta hakuna kitu. Kuna kitu. Kumbe pastor mandazi ya pastor imebebewa hapa.